Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji wa ISTV? Leo tupo site na yeye Madin mwenyewe ambaye tutapiga naye story. Time hii hapa tupate kujua mengi zaidi ambayo yanaendelea katika kitaa. Niseme kama utakuwa hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, umeshare, like na comment kwa ajili ya kupata update zetu za kila siku. Kwenye making the next MVP in Tanzania, you can call me M bwana K0925. Cha kufanya kachonjo katari. Vipi hali kaka? Niko poa. Endeleaje? Nashukuru Mungu niko sawa. Bwana unyama mwingi. Tuanzie hapa. Tumeona kuna ripoti zipo kibao katika mtaa wetu huu au katika mitaa yetu ya kujidai. Moja kati ya ripoti ambayo nimekuja nayo hapa ni kuhusu pongezi ambazo zimetoka kwanza DRC dhidi ya All Stars ambayo mliachia hapa dhidi ya ndugu yetu Mr. Gafi. Kwanza taarifa hii kwako ulipokeaje? Ya pongezi ama taarifa gani, ya msiba au ya pongezi? Pongezi kwa All Stars ambayo mliachia. Maana Jamali Day alitoa nyimbo 3. Ya kwanza ilitoka Nyarugusu ambayo ilichukua nafasi ya kwanza. Nilijisikia furaha na hisi, na pia hiyo clip niliona. Hiyo nilijisikia furaha sana na nikapongeza kila mmoja wetu ambaye alishirikiana nasi, ambao tulishirikiana naye kwenye ile kazi, maana kila verse iliyofanywa vizuri ndio ilisababisha wimbo uwe namba 1. Kwa hiyo nilijipongeza pia kwa ujumla na wale wote ambao walishirikiana na sisi pale kwenye kutoa madini, hata kama hakuimba, maana tuna tabia kuenda studio alafu kuna wale watu wa madini tu hata kama hatuimba. Kwa hiyo wote pia niliwapongeza kwa kazi ambayo tulifanya na kuifanya kuja kuwa namba 1 kwenye nyimbo za kumuenzi rafiki yetu yule alotuacha. Okay sawa, lakini pongezi hizi zinakutengenezea kitu gani kwa nyimbo ambazo tunazozifanya hapa kambini Nyarugusu? Pongezi hiyo ilionyesha kwamba Nyarugusu ndo kuna muziki wa kibembe au tuseme wa East ya Kongo, kwa sababu ndo muziki unaoenda mbali zaidi. Kwa hiyo ilinipa taswira kwamba hapa ndo kuna muziki ambao unafanywa kwa hii jamii yetu ambayo sisi tunaijua wenyewe. Sisi ndo namba 1. Sawa. Lakini tukiangalia pia moja kati ya skendo pia ambazo zipo, tumebahatika kupiga story na baadhi ya wasanii wamedai kwamba katika All Stars ambayo imepita hapo hawakupata nafasi ya kushiriki kwa kusema kwamba walibaguliwa. Kwako wewe hii kauli unaizungumziaje? Kauli hiyo ni nzuri kwa sababu walitoa kile ambacho kipo kwenye mioyo yao. Siwezi kukataa au kukilaumu kile ambacho wameongea, kwa sababu kuongea ni hiari ya mtu. Lakini waliokuepo pale tuliwaambiaga kwamba huu ni wimbo ambao unatakiwa utazamwe sana na unatakiwa uwe mzuri, na pia na mvuto wa huo wimbo ndio utafanya wimbo uwe namba 1. Na huo mvuto unatokana na nini? Unatokana na wale wanaoimba vizuri na wale ambao pia wako kwenye chart, yani wapo kwenye high line, yani tuseme wako kwenye line ambazo zina muziki tuseme wapo kwenye level ambayo wapo wanasikika kifupi. Kwa pale tulitaja list, ilikuwa ni watu sijui watu 10, wasio tu zaidi ya 10. Ndio tukawa tunachagua tumchukue nani. Tulichukua asilimia kubwa tuliweka machipukizi. Ukiona chipukizi ndio walimba sana mle. Kwa wale ambao walitangulia kwenye game tupo kama wangapi tu kota ilikuwa tu kama ni kukazia ule wimbo, lakini ule wimbo ulikuwa umelenga sana wale madogo ambao uliona mle wakina Bobo, wakina Janja, wakina nani. Wale ndio walikuwa usika wimbo ambao tulikuwa tumesema waimbe. Lakini kwa kufanya ule wimbo ili uwe na upinzani na uwe mkubwa, natakuwa tena kwa baadhi ya watu ambao wana majina yao, ambao wana mastatus yao kwamba fulani yumo ete huyu anaimbaga. Kwa kuna wale watu ambao waliufuatilia kutokana tu na wale majina kwamba kuna fulani yumo, basi itakuwa ni nyimbo nzuri. Ila wale ambao wanajaji kadri wanavyojua, lakini in short ni kwamba ule wimbo tulipangilia hesabu ya watu watakao uimba basi. Sawa. Lakini kwa nini mlipointi sana machipukizi kuliko kujiweka kama legend wenyewe mle katika All Stars iliyopita? Tulitaka tulete picha mpya, kwa sababu All Stars za zamani tulikuwa tunaimba sisi. Kama huja trend huwezi kuimba All Stars kipindi hicho. Au tuseme zilikuwa zinaimbwa mchanganyiko, unakuta mfano hata kama hujulikani, hujawahi kutoa hata nyimbo, lakini kwenye All Stars tunakuona. Sasa All Stars inakuwa sio hivyo. Tulikuja kukaa chini tukuja kuona sasa hivi muziki wa Nyarugusu ni muziki mkubwa. Inatakiwa tunapokuwa tunafanya vitu kama hivyo sasa tunatakiwa tuifanye kiprofessional, sio tena kama vile tulivyokuwa tunafanya zamani. Kwamba tukifanya All Stars unakuta nje ya studio kuna jaa wasanii 100, tulikuwa tunaimba nyimbo siku hizi 2, unakuta kuanzia asubuhi mpaka usiku. Asubuhi mpaka usiku unakuta nasemamia nyimbo pale alafu mpaka nachoka. Inakuta hata verses zingine zinakuwa mbovu, lakini unashindwa kuzicontrol kwa sababu ya nini? Akili imechoka, wasanii ni wengi. Lakini tukisema tu balance wasanii 10, kila mtu ataandika kwa kutulia na nyimbo itakuwa na quality kila sehemu. Ndio maana tulikuja kuona hata tulikuwa vile vya zamani vya wasanii kuja studio, hapana. Tuweke wasanii kadhaa tu waimbe. Siku nyingine kutokea All Stars nyingine tutazaja wengine tena tutakuja kaimba. Kwa wale ambao wanalaumu kwamba wakuimba, sioni sababu ya kusema wanalaumu.
kwa sababu hawajui kesho kutakuwa All Stars zingine, hata kama sio za msiba tunaweza kufanya All Stars za Nyarugusu na tukataja wengine watakaoimba tofauti na wale ambao waliimba huko. Yote inawezekana. Kwa hiyo waache kulaumu, ni matokeo, tuliamua tu kufanya vile. Lakini pia ningetamani kujua kitu kingine. Kuna comment ambayo nilikutana nayo katika moja kati ya mashabiki ambao wanafuatilia mziki wa hapa nyumbani wakidai kwamba mlithamini sana msiba wa Mr. Gave kuliko msiba wa Chris. Kwa wewe ukiwa kama kiongozi, hichi kitu unakizungumziaje kwanza? Sisi tulithamini misiba yote. Sawa? Tulithamini misiba yote na ndio maana tulifika kwa Chris. Sisi msiba wa Gave ndio ulikuwa msiba kwanza mkubwa kuliko wa Chris. Kwa sababu msiba wa Chris ni msiba wetu sisi wasanii wa Nyarugusu. Kwa sababu sidhani kama Chris kuna sehemu nyingine ambao wanamjua kama ni msanii tofauti na sisi ambao tulikuwa tunamjua. Sasa Gave ni msanii ambaye anatuunganisha sisi na sehemu za tuseme muziki wetu sisi ambao tuko hapa, watu wa Burundi, watu wa Goma, Bukavu, Kalemi, wapi. Yeye mtu mmoja alikuwa ni kiunganishi cha hizo zote sehemu, ili maana tuseme muziki ambao mfano ameimba na Nyago ni muziki ambao umesikika sehemu zote hizo. Kwa hiyo yule ni mmoja wapo ambao tayari ni kama daraja kwetu na ni mtu ambaye katika jamii yetu tayari ni mtu ambaye alikuwa shakuwa na jina na ni mtu ambaye ni mfano kwa sisi ambao tunafanya hiyo kazi ya kuimba. Ukubwa wa msiba wake ulikuwa tofauti na huu. Hata mwenyewe ulijionea kwenye matukio tu, hata kule nyumbani kisi hadi wa governor wanakuja msibani. Sasa sehemu ambako governor anafika, una hakika sisi tungefanya nini? Kama governor anakuja msibani, maire de la ville anaenda msibani kufanya tukio, sisi ni nani? Na kati sisi tunafuata, yani ule mtu ni mtu ambaye sisi tulikuwa tunakopi kutoka kwake. Kwa hiyo misiba yote ilikuwa sawa, lakini ule wa Gave ni mkubwa ambao uligusa watu wengi. Na ndo pia kilichofanya sisi tufanye kwa mkubwa, sio sisi ndo tulisababisha wewe mkubwa. Waliotoa michango yao, kuna michango iliyotoka kwa ajili ya nini? Ya msiba wa Gave. Huyo jamaa Chris alikuja kufa tayari watu washajua msiba wa nani? Wa Gave. Na ndio maana michango ilitoka mingi kwa ajili ya Gave. Lakini hakuna mtu ambaye alisema kwamba ametoa mchango kwa ajili ya Chris. Kwa wale ambao wanalaumu, kwanza ukimuuliza hivi wewe kwenye msiba wa Chris ulitoa shilingi ngapi, atakwambia kutoa chochote. Bali anaongea ile asikiki. Lakini hela ambayo sisi tulinunua jeneza kwa kina Chris ni hela ambayo imetoka kwenye msiba wa Gave. Baada kuona hapana, huyu naye pia ni mshikaji wetu, ni msanii wetu, na tutakuwa tuanzishe kwanza upendo hapa kwetu. Tukatoa hela kwenye nusu ya msiba wa Gave tukaenda kununua jeneza kwa ajili ya Chris. Sawa. Lakini tutazamia na hii nyingine ambayo ipo. Tukiangalia kwa mujibu wa maelezo ya watu wanadai kwamba kawaida All Stars na uaga nasimamiwa na kiongozi na pia utaratibu wa kuposti pia unatoka kwa kiongozi. Labda kwa nini nyimbo yetu hii ya All Stars ilipostiwa kwenye channel ya Kizoboy? Kila ulichokiona kinafanyika pale nilikuwa nakijua, yani kila kinachoendelea na nilikuwepo pale. Licha kusema kwamba mimi sikupenda sana kuongeongea wakati tupo studio nini na nini au kujifanya kwamba kuna vitu vingine mimi nilikuwa nimesimamia upande mwingine, lakini kila ulichokiona pale kuhusu wimbo kupostiwa kwa OBO nini, kila kitu pale mimi nilikuwa nilishirikiana nacho. OBO sisi, hiyo ni wimbo ambao ni wa All Stars, sawa? Tunaufanyaga kwamba mara nyingi tunapendaga kuposti kwenye akaunti za umma, tuseme mfano media wa post, kwa sababu ni isiwe akaunti ya msanii, isionekane kwamba kuna rushwa imepita pale kati ya msanii na uongozi. Kwa hiyo sisi huaga tuna tabia tunapokuwa tumejikusanya kufanya All Stars, maana huaga ni nyimbo ambayo inaenda viral, inakuwa tu ni lazima iwe hivyo. Kwa hiyo tunapendaga media inapokuja itusupport, yani tuseme inunue ule wimbo. Na kununua wimbo inakuwa ina depend kwamba wanatakiwa tusimamie tule vizuri studio, sawa, usafiri uwe vizuri. Huaga tunafanya kwa kujitolea. Hakuna msanii anayelipwaga kwenye All Stars, anaenda kufanya kwa bure. Kwa hiyo yeye malipo yake au tuseme kwamba fadhila kwake anapendaga aende ale vizuri, anywe vizuri. Kwa hiyo msanii tukisema tukombe hiyo pesa kwa haraka haraka hutoipata. Utasikia hadi kwa nipigie manager, utakuta manager bado analala. Unakuta na sisi ndio tusha kwa studio tuna msiba ambao tukumbe tunataka tuimbe. Kwa hiyo tunachukua yule ambaye yuko chapu. Bana wewe account yako iko vizuri eti. Una hela kusema ulishe watu hapa kwenye studio ili wimbo uposti. Yule ambaye anajitokezaga ndo anachukuaga huo wimbo. Sio kwamba kuna utaratibu eti uongozi eti mimi ni posti Emad ni ingekuwa ni hivyo ungekuwa ushaonaga mimi hizo nyimbo zote zinakujaga kwenye account yangu. Lakini hujaonaga kwenye account yangu kuna hizo nyimbo. Ina maana yule mtu ambaye yuko na utayari wa kuchukua ile nyimbo ndo waga anaipewa ili aiposti, atugaramie studio na mahitaji mengine ambayo sisi tunahitaji tukiwa tumekutana kwa wakati huu. Kwa hiyo wimbo kwenda kwa Kizoboy alifanya chochote kwa ajili ya sisi kufanya nini? Kula studio, kufanya vinginevyo, ikabidi tumpe ule wimbo. Lakini kwa sio kwamba aliununua, haja ununua. Maana tulisemaga kwamba yeyote ambaye ana hela alete tuhudumie wasanii ili wimbo ufanyike. Akajitokeza yeye, wengine walikosa pesa.
Ndio maana ule wimbo ulipost kwenye account yake. Okay, sawa. Lakini ukiwa kama kiongozi una kitu gani cha kusema dhidi ya taratibu ambao mara nyingi tunakuwa tunaona kwa wasanii wanakuwa wanajitokeza kwa wingi pindi ambapo mwenzao anapokuwa tayari amefariki? Ukiwa kama kiongozi, kwa nini hichi kitu hamjakiweka sawa dhidi ya kuratibisha katika swala la matibabu ya wasanii wenzenu? Unajua msanii anapokuwa anaumwa na hajataarifu chochote, sio rahisi sana msanii kumuona mwenza. Wasanii ni watu ambao wanajipenda. Usione tu tunakutana msibani vile tunapanga chakula tufanye hivi. Wasanii wao wana brand za ajabu, yani tuseme wanajisikia, ni kitu ambacho huwezi kujua tu. Wanajisikiaga sana. Kwa hiyo kusiketi fulani alo maombi alo wala useme tu tangazo na msanii fulani yupo kwenye hali mbaya, twende tukamwangalie au tuchange 5,500 tumtazame. Utakuta wengi wanaenda mitini. Hawajali na chochote, wanasubiri tu taarifa yoyote. Mfano ya Bobiele, kuna ule jamaa na Bobiele wake, toyo Bobiele fulani macho wa fulani abota, utaona watajaa. Fulani akonda watajaa, lakini tu kama unaumwa, utoe taarifa unaumwa eti wajae. Hiyo sio tu hata kwa wasanii, dunia nzima hivyo vipo. Kwa wanadamu tunasamini yale matukio mazito. Sasa ukiwa kama kiongozi, una kitu gani ambacho unaweza kuwasihi wasanii wenzako au wasanii wako ambao wanawamiliki au ambao wanaongoza katika tasnia yetu hii ya muziki hapa nyumbani? Una kitu gani cha kuwashauri na cha kuwapa kama hamasa ili mradi kuzidi kuboresha muziki hapa nyumbani? Cha kuambia tu ni kwamba tuzidishe kudumisha upendo, maana bila upendo hakuna chochote kinachoweza kuendelea. Mshikamano ndio kitu kikubwa sana katika maisha, na kuelewana kitabia. Na hata kama mtu elewana sana, lakini kuna ile hali ambayo inakuaga mnapokutana sehemu, mnaweza kuwa mna hila, lakini mkikutana sehemu ambayo inahitajika msaada wenu ufanye kazi, onyesheni kama hamjawahi kuonana. Yaani tuseme kaeni kwa pamoja, mshirikiane, zile tofauti zenu acheni nyumbani, tufanye kila kitu ambacho jamii itajua kwamba kweli hawa wasanii wana umoja na wanafanya vitu kwa akili, sio kwamba tunafanya kwa kurupuka, kwa sababu wanadamu wanatabia kusema kwamba msanii ni mtu mwenye muhemuko, ni mtu ambaye tu anakurupuka, ni mvuta bange, hana akili, ni mtu ambaye tuseme maisha yashamshinda kutafuta, ndo anaenda kujiingiza kwenye vitu kama hivyo. Sasa ili vile vitu vitokane, yani watu wafute vile vitu, kwamba waone kwamba muziki, sanaa ni kazi au filamu ni maigizo ni kufanya kazi, natakuwa ile akili pia itumike, na ule umoja wetu tunapokuwa tunajikuta vile tunafanya kitu kikubwa ambacho kitafanya hata wazee washangae, kumbe mama dogo kumbe sio wauni, ni maana wanajua wanachokifanya na wana akili. Kwanza nikasema kwamba wasanii tushikamane, tunafanya vitu kwa uzito ili jamii yetu iamini kwamba muziki ni ajira na sio upotoshaji, au sio kwamba ni kuharibikiwa. Okay, sawa. Lakini tuje kwako wewe mwenyewe binafsi, ukiwa kama kiongozi, labda ushawahi kupata nafasi ya kutembelea hospitali, labda kwenda kuangalia angalau wagonjwa? Hapo mimi nitadanganya. Kwanza mimi huaga nafanya hata miaka. Kwanza hospitali sifikiage hospitalini mimi. Sasa hivi hata sikosi hata miaka hata 5 sijawahi kufika hospitali. Nisidanga hapo, naweza kuwa ni muongo. Hospitali sifikagi, si umwagi eti nenda hospitali, hakuna. Sio sana, mimi si umwagi. Kwa hiyo hata watu wangu wa karibu, mara nyingi sinaga watu wa karibu kasikia eti amelazwa au sina. Utasikia ni watu wa mbalimbali labda, lakini eti mtu wangu wa karibu kabisa ninajuana naye kaumwa yupo hospitali analazwa, naweza nikashuhudia hapo. Mungu bado ananipenda katika hiyo njia. Sawa, labda watu wengine wanatathmini kwamba au tatizo litakuwa ni brandi, majina ambayo tayari mshajitengenezea, ndio maana mara nyingi mnakuwa wasanii mjiorganize kuzungukia angalau labda hospitali kwa ajili ya kuangalia angalau mashabiki zenu ambao pia wanakuwa wamelazwa kule. Shida sio hivyo brother, shida ni hela. Unapokuwa ushakuwa na status, unasikia status, nikisema status najua unaelewa. Status nzuri na mfukoni hakuna kitu, wewe sio chochote, kwa sababu kuna sehemu utafika, kuna watu atakuomba tu hela, yani hawaombagi chochote. Hakuna mtu anaweza kuja brother, nina shida fulani nataka unisaidie ushauri. Wanachoomboka tu wasanii ni hela. Ukifika dukani, brother tumemwona msanii wanatunulia na sisi tuna njaa, na utakuta huyo jamaa ana pesa ambaye alikuwa anataka anunue kitu pale, lakini ukifika wewe maombi yanahamia kwako uwanunulie. Kwa hiyo unatakiwa unapokosha kwa kwenye status, unajitakiwa ujitengenezee mazingira kwamba uwe na nusu hata angalau ya kipato, hata kama utakuwa huna, lakini uangalie jinsi gani ya kujibrand. Kwa hiyo unapokuwa huna, utakiwa kutembea ovyo mtaani, kwa sababu kule unapoenda ukiomba mara ya kwanza huna, mara ya pili huna, mara ya tatu huna, tako bansane huko ato monede sasa takuba na yake wapi nyata kwanza nyata chama kulu, unasikia? Kwa hiyo unakuta kama kuna vitu ambavyo vitakufanya wewe utakiwa kutembea, na hiyo unavyosema kama kwenda kuangalia watu kule hospitalini kama ni brandi, sio brandi. Hatuna pesa. Unapoenda hospitalini lazima uende na mchango wote ambao utaenda kusaidia wale wagonjwa, ili wajue kwamba kweli tulifika. Maana mtu anajuaga kama fulani alifika kutokana na kitu chochote ambacho
umeacha kama yeye atakachobaki anakiangalia mkononi pale. Sasa sisi hizo hela hatuna za kusema kwamba tunafanya visit kule kwenye hospitali, na serikali pia hairuhusu hivyo. Serikali hairuhusu vitu kama hivyo kwamba wasanii wanaruhusiwa kwenda kufanya ndo wanataka nini hospitalini, hairuhusiwi hivyo, maana ile ni sehemu ya hospitali, ni shirika la serikali na turuhusiwi kwenda kule. Ukienda pale uende mwenyewe kama unavyojua unaumwa, uende kupima uone basi, lakini ndio kisani pale usishangae kuona jioni ukaamka huko jela. Lakini ni miezi 4 sasa hivi imekatika toka tuone nyimbo yako ya mwisho katika mji wako wa kujidai ambao ni YouTube. Lakini tungetamani kujua changamoto inakuja wapi, kwa nini kazi zinakuwa hazipandi? Changamoto ni hela brother. Mimi sina hela Changamoto unapoona mtu atoi kazi ujue ni hela. Kwa sisi wasanii, maana zile ni kazi, ndo kazi nafanya. Kwa unapoona siweki vitu sokoni ujue bado hela, uchumi haupo. Sasa ukiwa kama kiongozi uchumi unakosaje wakati ingalikuwa nyuma yako kuna wadogo zako hapo kibao, mashabiki wapo kibao. Sasa hichi kitu kinakaje? Mashabiki wapo, lakini sio wale mashabiki wa kusema kwamba waniinue. Kuna mashabiki wa kusifia, maana mashabiki wana aina nyingi. Kuna mashabiki wa kusifia tu. Yaani kazi yao ukifanya, yani wapo tu ukifanya vizuri wanakusifu. Lakini ukiwa huna, wao hawajali na chochote. Watakuja kuuliza mbona hivi siku hizi ufanye kazi, ukwambie eti sina chochote, wanaenda. Hakuna watakacho comment. Na wenyewe watabaki kukuuliza, kwa kazi zote unazofanya hizi kabisa unaweza, mbona unaimbaga vizuri wewe, unawezaje kukosa mtu kusupport? Sasa kumwambia si hata wewe unaweza kanisupport, unakuta kwa walioko wengi katika mashabiki zetu ni wale wanaotoa sifa badala ya kusema kwamba kwa hivyo na wanajua kwamba huyu jamaa ananiimbiaga nyimbo nzuri ambazo watoto wangu wanapendaga au mke wangu anapendaga. Ngoja kwani msupport aniimbie nyimbo nyingine moja. Aimbe kwa niaba ya nini? Anapokuwa ametoa ile wimbo, tena mke wangu aendelee kufanya nini? Kupenda zile nyimbo, aendelee kufurahi au kwa give. Kwa hiyo ni kwamba nina watu nyuma, lakini sio watu wanaopenda kuniinua, wanapenda kunisifu tu. Okay, sawa. Lakini tuzungumzie hii collab yako wewe na Shobi Opa. Kwanza ulipokeaje kwanza taarifa za Shobi Opa kuja kupa mwaliko wa kufanya collaboration baina yako na yeye? Mapokezi yalikuwa vipi? Mapokezi yalikuwa poa kwa sababu ni mdogo wangu. Niliona kama ameona umuhimu wangu kwenye game na madini yangu pia yanatosheleza au yanafaa kwenye kutengeneza albamu yake ije kuwa nzuri. Nikaona ni vyema, na ushirikiano ni kitu kizuri, huwezi kufanya vitu bila ushirikiano. Nikaona nilipokea na mwaliko wake vizuri tu. Sawa. Labda una kitu gani ambacho unaweza kuwashauri wasanii wenzako kwa ujumla, mashabiki pamoja na wale ambao wanapenda kazi yako nzuri? Una kitu gani cha kuwashauri? Na washauri kwamba waendelee kunipenda, na walinipenda kwa sababu naimba na wanapenda nyimbo zangu, wanipendi mimi labda, lakini kazi zangu wanazipenda, na yote ambaye anapenda kazi zangu awe tayari kunisaidia pia kwa kunisupport ili niendelee kutoa zile kazi, sio tu kubaki kunisifu. Au anapokuwa amelewa pombe zake Jumamosi anakuwa anapiga nyimbo zangu ovyo kwenye TV zake, alafu anataka kujua kama msanii hivi kwa sasa hivi msanii yuko wapi. Ina maana unapompenda mtu au unapopenda kazi za mtu, jitahidi kuuliza yule mtu sasa hivi yuko wapi, yuko kwenye mazingira gani, ili uendelee kupata update zake, na kama anaweza kuwa ana changamoto basi uonyeshe ile pia, kusema kama mtu ana changamoto basi naweza nikafanya chochote kitu kwa ajili yake. Na kozi na mimi pia nawapenda na natamani kuwa nao karibu kupitia nyimbo, lakini ndio hivyo, sitoi kazi, chanzo ni uchumi, ila nikitoa kazi waga wanasifia. Kwa hiyo nawapenda. Okay, sawa. Mimi nimeshukuru sana kwa kampani yako siku ya leo. Nadhani mtazamaji wa ISTV ni mengi ambayo tumezungumza hapo na yeye Madin mwenyewe, nadhani pointi zote ambazo tumezigusia hapo nadhani umezielewa. Kama utakuwa bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, umeshare, like na kucomment ili kwanza kupata update zetu za kila siku. Kwenye mic si mwingine, the next MVP in Tanzania, you can call me M1K0925, na nyuma kamera si mwingine, nipo na KZ Creative. Ciao. ISTV.